Kama nyama imenunuliwa, kuku amechinjwa, basi mjimke sekondari. Kwa nyinyi watu wazuri sana, watu wema kwa kweli. Kwa hiyo naomba pongezi sana walimu wangu. Sasa makamu mkuu wa shule Hongera sana. Unajua hawa ndio wapiganaji wako chini. Sometimes hawaonekani, lakini wako chini. Kama mwanzo wa kwanza. Na jenerali wetu mkuu wa shule. Papa Magoti. Ongeza sana chini uongozi wa shule. Kwa Morogoro nimewashirikisha sana. Kwa niaba ya Salima mkoa wa Morogoro naongeza sana. Hasa kwa shule za kata. Nimeheshimisha mkoa wa Morogoro. Na kwa mimi katika ngazi ya mashauri mmeheshimisha mwajiri. Mmefanya yale mwajiri ambao ametaka mfanye. Na pia ndugu zangu walimu waambie, mtimize wajibu wenu kwa jamii. Walimu wengi wanatujua kwamba sisi tunawajibika kwa jamii. Walimu wangu nawaambieni, sisi wateja wetu ni wanafunzi, wateja wetu ni jamii. Ukiwatendea mbaya jamii, ukafundisha, ukatoa zero zote, mwanangu, laana yako itakujia. Kuna mabaya yatakupata. Sababu wewe umeaminiwa na serikali, unalipa mshahara, unafundisha somo la civics. Kuna walimu 9 katika shule yako somo la civics. Matokeo yako wanafunzi wako wote unapata F physics. Unataka kubaki salama. Umeangamiza maisha ya wanafunzi wangapi? Unafundisha Kiswahili, wanafunzi wote wana F ya Kiswahili. Maana yake unawakosesha combination za Kiswahili zote wamefeli. HKL haendi, SK haendi. Unataka kuona? Kwa maana nampongeza kwa dhati kwamba ninyi mmetambua wajibu wenu. Hongereni sana. Walimu wangu mmetambua kwamba maisha ya duniani ni haya. Tulishaanza kwa walimu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, unadhani unaacha walimu? Wewe ni mwalimu. Kwa tukubali kwamba sisi ni walimu. Mmekubali kwamba ninyi ni walimu. Endapo utapata uteuzi tunamshukuru Mungu. Ukipata tunamshukuru Mungu. Lakini kwa sasa sisi ni walimu. Tunashukuru sana kwa kuamua kufanya siku ya leo. Unajua usipopongezwa jipongeze mwenyewe kabisa. Usipoona mtu anakusifia, jisifie mwenyewe. Niwaambie kwamba serikali inafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba kero za walimu zote zinatatuliwa. Kwa mfano katika manispaa ya Morogoro, mwaka wa fedha huu unaoisha karibuni, katika mwaka huu zimetoka kama shilingi milioni 106 kulipa likizo za walimu. Walimu wamelipa likizo kwa mwezi wa 12 yapokuwa kwa sehemu, lakini likizo mwezi Juni, mwezi ujao, walimu wameshalipa likizo yao. Kwa serikali haifanyi kazi, inafanya kazi. Kwa serikali iko pamoja nanyi walimu. Walimu wanapata fedha zao kama za mazishi, wanapata kwa wakati. Sio mwenyekiti, kwa wakati. Kwa serikali nataka walimu muishi kwa utulivu, mfanye kazi yenu. Na wito kwa wazazi, tuendelee kuunga mkono jitihada za walimu wetu. Lakini mwisho kabisa, tuna nafasi hii kuambia kwamba mwenyekiti wa wazazi, mkuu shule na wengine kwamba katika risala yenu mheshimiwa diwani kwamba mmesema kitu kwa uzuri, fedha ilishatoka amount fulani, lakini bahati mbaya haijafika. Naomba nichukue changamoto zenu ambazo nilisema katika risala yenu za walimu, changamoto za miundombinu, naomba nichukue. Tutaendelea kuzitatua kwa kadri nafasi inapatikana. Kwa upande wa walimu, naomba niachie mimi na kwangu, hilo kwa director kwangu na walimu, mimi ndio walimu. Kwa walimu hapa duniani sio kama tunachukia shule,
Tutaendelea kutoa elimu kwa kadri walimu wanavyopatikana. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana walimu, kamati ya wazazi pamoja na bodi ya shule ya sekondari ya Mji Mpya. Kwa kweli mgeni rasmi walimu hao wanajituma, mimi ni mwenzao sana. Na kama sipo mimi mratibu wangu karibu kila siku yuko hapa. Walimu wetu hao wanafanya kazi nzuri sana, matokeo yanaonyesha kama yanafuatilia. Lakini pia kwenye swala la nidhamu tuko vizuri, tunajitahidi sana japokuwa changamoto ndogo hazikosekani. Kama alivyosema mwenyekiti wa shule, tuna uzio ambao ulijengwa phase 1. Hii fedha ilikuwa ni ya mfuko wa ndani, mapato ya ndani ya manispaa. Tulikuwa tumetengewa milioni 70, lakini kuna hela ziligomezwa, kwa hiyo sisi tukapata milioni 24 ambayo tulifanya kazi hiyo mpaka kuishia na hatujaikuwa tena pesa. Miaka 5 yote nilikuwa nafuatilia na kila taarifa yangu ya miezi 5 changamoto inakuwa hiyo. Kwa kuliona hilo pamoja na wazazi, tunaona sasa kilio kiwe na wenyewe. Sisi wenyewe tunaamua na kukubaliana kwamba basi tuanze kwa kuchanga kidogo, tuendelee kusukuma uzio wetu tuone utakapofikia. Lakini sasa kwa sababu leo upo kwa niaba ya mkurugenzi kwenye manispaa yako, tupelekee salamu. Pesa zetu zilitengwa. Nasikia maumivu sana. Nimebakiza siku chache tu za kuvua gwanda nirudi tena kwenye kinyang'anyiro. Kwa kweli naumia. Hatukuwa na haki ya kunyima hizo fedha kwa sababu tayari zilikuwa zimetengwa. Lakini lingine kama ambavyo mwenyekiti wa shule amesema na ninyi mwakilishi wa mjumbe wa bodi, wa mwenyekiti wa bodi, kwamba unakuja mgeni mwenyeji mpole. Niendelee kuwapongeza sana walimu wangu kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya, pamoja na kwamba mnamotisha leo, lakini sisi wengine tunaombea zaidi Mungu awaonyeshe zaidi maisha marefu na wamotishe zaidi kwenye mafanikio yenu ya kawaida kila siku nyumbani, kwa sababu kazi mnayoifanya mnajitolea kwa moyo mkubwa. Sio wote wanaweza kufanya kama mnavyofanya nyinyi. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mgeni rasmi, tunaposherehekea mafanikio haya tunatambua juhudi kubwa za walimu wetu ambao kwa bidii na kujituma wamewezesha wanafunzi wetu kufikia kiwango hiki cha juu cha ufaulu kwa mujibu wa taarifa za Baraza la Mitihani ya Taifa. Tangu shule imeanzishwa imekuwa na mwendelezo mzuri wa ufaulu wa mitihani ya ndani na ya taifa kama inavyoonekana kwenye majarida yafuatayo. Kwa mfano, kidato cha pili 2022 walifaulu kwa 88.26. Kidato cha 4 mwaka huu 2022 walifaulu kwa 94.7. Kidato cha pili 2023 walifaulu kwa 92.5. Na wakati huu 2023 kidato cha 4 walifaulu kwa 99.6. Kidato cha 4 mwaka 2024 walifaulu kwa 88.46. Lakini kidato cha 4 2024 walifaulu kwa 98. Matokeo haya mazuri yanatokana na juhudi za dhati za ofisi yako, afisa elimu sekondari, mlezi wa shule, afisa elimu kata kwa shule, walimu wa wazazi. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mnaotupa katika shule yetu. Kwa sasa shule inajiendeleza kutimiza malengo yafuatayo: kuwa nafasi ya kwanza kwa shule za sekondari manispaa ya Morogoro, kuongeza idadi ya ufaulu kwa daraja la kwanza na la pili, kufuta kabisa daraja la 0, kuendeleza na kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa kumotisha walimu na wanafunzi wanaofanya vizuri, kuboresha elimu ya ufundishaji na ujifunzaji kwa kuendeleza kuwa na vipindi vya MEWAKA, yaani mafunzo ya walimu kazini, kuwawezesha walimu kubadilishana mbinu na ujuzi wa ufundishaji. Shule imeweka mikakati mbalimbali ya kuboresha taaluma hii ili kuendelea kupata matokeo mazuri zaidi, ambao ni kuendeleza kushirikiana na wamoja, kuendeleza kushirikiana na wazazi katika kutokomeza utoro wa wanafunzi, kuwapa wanafunzi chakula shuleni kutoana na kusisitiza wanafunzi kufanya mazoezi wanayopewa na walimu na kuhimiza wazazi kuwapa muda wa kutosha wa kujisomea wapo nyumbani. Pili ni kuhamasisha wanafunzi wote kuongea lugha ya Kiingereza wakati wote wawapo mazingira ya shule kwa kuweka mabango kila eneo la shule, kila kikao cha walimu na wanafunzi kusisitiza mawasiliano yanayofanyika kwa lugha ya Kiingereza. Tatu ni kutekeleza mpango wa hakuna kipindi kupotea kwa vitendo, na hili ni kuwa na mafunzo rekebishi kwa vitendo vidato vyote. Tano ni kuendeleza kutoa motisha kwa walimu na wanafunzi wanaofanya vizuri katika nyanja mbalimbali za kitaaluma. Na sita ndio mwisho ni kushirikiana na idara zingine kama vile idara za malezi na nidhamu, ushauri na udhibiti ili bora ndani na shule salama ili kuhakikisha wanafunzi wanakuwa katika hali ya utulivu na ujifunzaji.
pamoja na mafanikio hayo mikakati tuliyofanya ziko changamoto chache kama vile: moja, kutokamilika kwa uzio wa shule. Tatizo hili linaleta athari kadhaa ambazo tunaziona kila siku katika mazingira yetu, zikiwemo utoro wa wanafunzi wakati wa pili, uingiaji na upokaji holela wa watu katika mazingira ya shule na upotevu wa mali za shule. Binafsi tunao upungufu mchache kwa ajili ya walimu. Walimu wa hesabu wako 5, ambapo kwa mujibu wa takwimu kesi watakao angalau walimu 9, tunao upungufu wa walimu 4. Lakini biashara tunaye mwalimu mmoja, ambao tuna changamoto kwa walimu wawili. Ukosefu wa hukumu wa mkutano pia shule haina ukumbi mkubwa wa mkutano tunakabiliwa nayo, ambayo anatufanya wanafunzi kukosa mahali pa kufanya midahalo ya kitaaluma. 4, kupunguza vifaa maji safi na salama ya kunywa kwa wanafunzi. Mwingine rasmi wageni waliko, wazazi na wadau wa maendeleo ya elimu pamoja na mafanikio ya taaluma, bado tunakabiliwa na changamoto kadhaa ambazo zinahitaji mshikamano wa nguvu ya pamoja ili kuzikabili. Kwanza, kama ilivyo tutangulia kusema, kukamilika kwa uzio wa shule ni changamoto kubwa inayohatarisha usalama wa wanafunzi, walimu na mali za shule. Hili ni jambo la dharura linalopaswa kushughulikiwa kwa haraka iwezekanavyo. Shule kupitia ushirikiano wa walimu na wazazi, maana ya UWAWA, tayari tumeanzisha mchakato wa pamoja wa ujenzi wa shule, ambapo kila mzazi wamekubaliana kuchangia tofali 10 kila moja kwa makadirio ya ujenzi ya BOQ yenyewe. Ujenzi huu utagharimu kiasi cha milioni 45. Kupitia mchango wa wazazi tunatarajia kukusanya kiasi cha milioni 14, na hadi sasa tumeagiza tofali zenye thamani ya pesa za Tanzania shilingi milioni 2. Kwa heshima na taadhima, tunaomba mtuunge mkono katika juhudi hizi, iwe kwa njia ya kuchanga fedha, vifaa, ushauri na nguvu kazi. Msaada wote utakuwa mchango mkubwa kwa maendeleo ya shule yetu na vizazi vijavyo, na tunaamini kuwa kwa kushirikiana na kwa naweza kushirikiana. Tunaomba kutoa shukrani zetu kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake za kuwekeza zaidi kwenye elimu, ambapo shule ina mazingira rafiki ya kufundishia na kujifunzia. Mkurugenzi wa manispaa, afisa elimu manispaa pamoja na timu yake yote, Mheshimiwa Diwani pamoja na timu yake yote, bodi ya shule, wazazi na kamati yao, na walimu kwa ujumla kwa ushirikiano wanaokuwa katika maendeleo ya shule na manufaa ya taifa. Ni furaha yangu kwa kwanza niwaletee salamu za wakuu wa shule ambao nikiwaongoza. Wamenituma kwamba nije niwapongeze sana kwa hiki ambacho umekiandaa. Kuna baadhi ya shule ambazo pengine mnazifahamu manispaa zinafanya vizuri au hazifanyi vizuri, lakini hamjaliwahi kusikia siku moja kwamba kuna hafla yote ambayo iko katika mazingira kama haya. Kwa hiyo juhudi ambazo mmekaa kupitia UWAWA, umoja wenu wa kuwa shule ya halmashauri ya manispaa Morogoro, nawapongeza sana 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 sana. Lakini pia nipongeze sana mkuu wa shule Mr. Magoti. Unajua ukiwa mwalimu unaweza kuona ni mambo ya kawaida sana kuwa na mkuu wa shule kama Mr. Magoti. Kuna baadhi ya shule ambazo wanatamani kuwa na mkuu wa shule wa aina hii. Kuna baadhi ya shule wanatamani, na wao wanatembea. Nakumbuka mkuu mtuma juzi kwa anatembea kwenye baadhi ya mashule ziara na viongozi wangu waandamizi. Kuna changamoto ambazo ni nyingi, lakini nimepata mkuu wa shule ambaye anaweza kusikiliza. Hiyo pekee, kusikiliza. Unaweza usijue, lakini kuwa na mkuu wa shule kama huyu anawapa nafasi ya nyie kumaintain performance yenu ya kila mwaka. Kwa hiyo niombe tu kwamba mpeni nafasi mkuu wenu wa shule, mshikeni mkono, msikilizeni, mjadiliane kwa pamoja. Hakuna jambo ambalo mji mpya mkikaa pamoja nyewe vichwa vyote hivi na makamu mkuu wa shule mkashindwa mpaka lifike kwa dio wetu, yani kwa maana ya afisa elimu. Au mpaka kanituma mimi nifike hapa na kamati kwa ajili ya changamoto fulani. Haiwezekani. Kwa hiyo mpongeze Mr. Magoti kwa amekuwa msikivu sana sana. Mimi kama mwenyekiti ambaye pia nilikuwa kumaliza muda wangu sio muda mrefu na kwa mwenyekiti wa mkoa sasa kwa gari tunafanya muda mrefu. Nimpongeze sana huyu bwana. Na niombe tu kwamba ni kati ya wakuu wa shule ambao the best manispaa, na yeye pia yumo kwenye rank pale. Baada ya kusema hayo,
Baada ya kusema haya, niombe sana tufanye kazi ambayo sisi tuliomba tumeweza kusoma kwa ajili ya kazi hii. Watu wa Tanzania hawa wanafurahi sana kwa watu kufundisha na kufikia malengo yao. Sisi tuwe ni models wao, tuwe ni watu wa kuonyesha njia kwenda pale ambapo wamekuja kufika. Tufanye kazi kwa upendo, na mwaka huu pia ni mwaka wa uchaguzi. Walimu sisi ambao ndio serikali tunategemea sana kusomea hizo uchaguzi. Niombe sana tufanye kazi zetu za kufundisha. Wakati ukifika tukiomba kusaidia serikali yetu, basi tufanye ile zoezi kwa upendo kabisa, kumsaidia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ili aweze kufikia hatima yake ya kufikia ile lengo ya kuongoza katika nchi. Mitano tena. Na kwa nafasi pia nimshukuru sana nasi wetu wa elimu, wamekuwa wakinitia mengi sana. Kutoka amekuja Manispaa, nimekuwa nikiongoza halmashauri kwa unafuu sana, kwa sababu ameshafikia hatua kubwa sana ya kupunguza kesi nyingi sana kwa walimu. Kama walimu hawezi kutulia kwenye vituo, mimi na CWT tunakuwa tunapata kazi kubwa sana. Wakuwa bila watulie mtuoni. Lakini sasa hivi mambo yanakwenda, mazishi utasikia tena, likizo utazisikia tena. Watu wanaingizwa fedha sasa hivi kuanzia likizo, na mimi kwa kanaje kwa sababu naangalia pale. Mambo ni mengi sana anafanya huyu mheshimiwa. Halali usiku na mchana. Mheshimiwa, nikupongeze sana. Mimi kama mwenyekiti kwa nyumba yako, wakati wowote taji mwalimu shule yote, wakati wowote nitaongeza mkuu wa shule mara moja atakimbia na kusaidia. Ni hafla ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuwazawadia walimu kwa kazi nzuri ambazo wanazifanya kila mwaka, na hii sio mara ya kwanza, ni zaidi ya kila mwaka kuna zawadi ambazo zinatolewa kwa ajili ya walimu wetu. Shule yetu inapambana kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye ufundishaji wa vidato vyote, kidato cha pili na kidato cha 4. Lakini sifa kubwa pekee mama yetu Kiula, ambaye kwa nafasi ya pekee alipambana mpaka mji mpya ipo mahali hapa. Walimu tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ufaulu wa watoto unakuwa kwa kiwango kikubwa, na hayo ndio malengo makuu ya shule yetu. Kwa nafasi ya kipekee shukuru pia uwepo wako, kwa maana hawa walimu wakiwa wanatembelewa na viongozi hasa wakubwa kama nyinyi wanapata morality ya kufanya kazi. Lakini pia kama kuna nyongeza ambazo mkurugenzi unaweza ukawamotisha, basi angalau utawafikiria kidogo. Na ziada nyingine ni kwamba tushukuru pia kamati ya UWAWA kwa maandalizi mazuri kwa ajili ya sherehe hii. Leo ni siku muhimu kwetu Mjilipya Sekondari, tunaita Motisha Day. Motisha Day ni kwa ajili ya walimu wetu ambao wako hapa Mjilipya Sekondari. Kwa kweli wanafanya vizuri hasa katika kufaulisha watoto wetu katika masomo. Ndio maana sisi kamati ya wazazi kwa kushirikiana na walimu tumetafuta mahitaji mbalimbali, tumehakikisha kwamba tunawapa motisha walimu wetu kwa kufanya vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na motisha hii tuna majukumu mbalimbali kama UWAWA. Sisi kamati ya UWAWA Mjilipya Sekondari tuna maazimio yetu. Tuna maazimio kwa wanafunzi. Moja ni kukuza taaluma katika shule ya sekondari ya Mjilipya na watoto wetu kuwa salama zaidi. Jambo la pili ni kuendeleza ujenzi wa ukuta ambao umeshaanzwa. Sasa tunafikiria kuendeleza ili watoto wetu wawe salama, lakini kukomesha utoro na kuwa na ufaulu zaidi. Hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, wazazi tumewajibika kununua tofali zisizopungua 2000 mpaka sasa. Tunazo tofali 500 ziko hapa site, tofali zingine zitaletwa siku ya Jumapili. Hivyo sisi Kiswahili cha mjini tunasema mgeni njoo, wenyeji tupone. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana Mjilipya Sekondari, ujisikie uko nyumbani, lakini tunaomba nyongeza yako kupitia ujenzi wa ukuta.